nasi ile Mungu ameweka ndani ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Karibu sana. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the name of the Lord. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na nimeitwa kama hivyo, pastor ameniita Beatrice Muthoni Muiruri. Tunakaribisha hata wale wako online tuweze kuandamana pamoja katika kumega mkate wa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe ili tuingie kwa neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuwasema ni asante kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu ya kutuleta katika nyumbani mwako. Asante Bwana kwa sababu tangu tuingie katika mahala hapa Bwana, hakika tumekusikia na tumekuona. Tumefanya yale ambao ni ya kukukaribia zaidi Bwana. Na sasa Bwana tumefika nafasi ingine ya kumega neno lako Jehova. Tunaomba Mungu ukashuke na ukatubariki. Tunaomba Mungu ukashuke na ukanene nasi. Tunajiachilia mikononi mwako mtakatifu. Ukanene kile Bwana kiko katika moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Unajiachilia kwako Bwana kwa sababu ni wewe uliandika hili neno. Na ni wewe Bwana unajua kile unataka kutubariki nacho siku ya leo. Tunajiachilia mikononi mwako ili tukabarikiwe mikononi mwako Jehova. Bwana, tukatoke katika ukumbi huu tukisema hakika tumekutana na wewe katika jina la Yesu Kristo. Tunataka kuteka nyara kila nguvu za giza na utawala wote wa adui kinyume na neno lako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu. Na mimi Bwana unaponitumia Bwana, ninajiachilia mikononi mwako. Ukanitumie mimi kama chombo chako Jehova. Ukanitumie Bwana kunena na watu wako. Ukanitumie Bwana kunena na maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana, tunanena damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu ni mwema siku ya leo. Kwa sababu ametunehemesha kukua katika nyumba yake. Si jambo la kawaida. Usiwahi chukulia ya kwamba kwa sababu ni Sunday eti lazima ukue na ukue katika nyumbani mwa Bwana. Ni rehema za Bwana. Ni rehema na neema ya Bwana inatubeba. Bwana Yesu asifiwe. Niko na ujumbe siku ya leo ya kichwa chake kinasema ya kwamba God does not ignore the cry of his people. God does not ignore the cry of his people. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kuignore ama hawezi kupuuza. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko mahali pengine, lakini hiyo sitasoma, ni vile imekuja tu kwa mawazo, inasema ya kwamba mwanamke anaweza kutupa mtoto wake na asahau na yeye. Lakini huyu Mungu wetu ni mwaminifu. Sisi ni watoto wake kupitia damu ya mwanae Yesu Kristo. Sisi ambao alituita kutoka dunia tukakuja katika ufalme wake. Tunapomuita, tunapomulilia, hawezi kutuignore. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hivyo Bible inasema ya kwamba ati mtoto, yani mzazi mwenye amezaa mtoto, yule anayemnyonyesha anaweza mtupa na asahau na yeye.
Lakini sisi ambao tumezaliwa kupitia damu ya Yesu Kristo, tunapomlilia hawezi kutuignore. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo siku ya leo ninaomba tuingie katika maandiko. Tutatangulia na maandiko katika Psalms 138. Psalms 138. Psalms 138 verse 3. Verse 3 inasema ya kwamba, in the day when I cried, thou answered. Nisome na NKJV. In the day when I cried out, you answered me and made me bold with strength in my soul. Praise the name of the Lord. Mwandishi wa Zaburi anasema kuna ile siku alililia Mungu, naye Mungu akamjibu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ni mingi kwa hii dunia. Dunia imejaa mambo ambao hairidhishi. Watu husema ya kwamba unaweza sikia mtu aki-advise young man and young ladies ya kwamba pata doa uridhike. Lakini ukifika kwa doa unakuta hakuridhishi. Mwingine anakuambia sasa ukipata watoto utaridhika. Unakuta kuna wengine wako na watoto hawaridhiki. Unapata mtu anasema kama unaweza pata biashara unaweza ridhika. Unakuta hata wale wako na biashara hawaridhiki. Upate mwingine nasema kama niko na hiki ninaweza ridhika, lakini dunia imejaa na mambo ya kutoridhisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na so imejaa na kilio kingi. So unaweza ongea na kila mtu unasikia ako na kilio ndani yake. Lakini hiyo kilio tunafaa kuelekesha kwa Mungu. Tuelekeze kilio yetu kwa Mungu, kwa sababu Mungu tu ndiye hawezi kutuignore na anaturidhisha. Bwana Yesu asifiwe. Utaridhika ukifika kwa mapenzi ya Mungu. Ukifika ukililia Mungu hata kuignore, atakuridhisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Unaweza pata mtu akona shida mingi sana, lakini hakubuki kuna mmoja anaweza msaidia. Unakuta anakupea full scope ya mashida ili anapitia. Akwambia ninapitia hii, sasa hata hii inakaa hii, hata hii inakaa hivi. Lakini kuna mmoja ukimwelezea na ukimulilia, yeye hata kuignore. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na so hata wakati tumefika padasuka katika maisha yetu, tukumbuke ya kwamba kuna mmoja tukimwelezea yeye hata tuignore. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone Psalms 34. Psalms 34 verse 18 and 19. Psalms 34 verse 18. 18 inasema ya kwamba the righteous cry and the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Verse 19. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Verse 18 in NIV inasema, the Lord is close to the broken-hearted and save those who are crushed in the spirit.
hiyo nilikuwa naona ya kwamba inaelezea vizuri ati Mungu ako karibu sana kwa wale ambao wamevujika mioyo, wale ambao njia yao imekuwa pandasuka. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mungu ni mwaminifu wakati unamuita, wakati unamulilia. Na himizo yangu siku ya leo ni ya kwamba before ukibirie watu, before uone kuna mtu unaweza enda kumulilia, maybe akusave kwa situation fulani unapitia, mimi naweza kukuadvise, kibiria Mungu, mulilie Mungu, hawezi kukuignore. Unaweza lilia hata watu 10 na wote wanakupea, hata wao wako na mashida, wote hawana msaada kwako, lakini ukimulilia Mungu, ninakuhakikishia hata kuaibisha, hata kuignore. Bwana Yesu asifiwe. Ama wengine unakutanga usamwambia mashida zako, lakini anakuambia woi, pole, hata mimi ninapitia hii na hii na hii na hii, na ushamwelezea. Sasa amejua mashida zako, lakini hakuna msaada yeyote amekupea. Umetoka hapo tu, na yeye anaweza enda akikusema na huko kile unapitia. Lakini tukimwelezea Mungu, tukienda mbele za Mungu, tuvujike mioyo. Maandiko imetuambia ya kwamba in Psalms 34, hapo hizo verse tumesoma, ya kwamba Mungu hawezi kuignore roho yeyote imebubujika mbele zake. Aguka tu miguuni mwa Bwana, aguka tu kwake, mwelezee ni Mungu mwaminifu. Ni Mungu mwaminifu. Hata kama kuna mambo sometimes unaweza ambia mtu akwambia, ai sasa hiyo ni kitu, lakini inakusubua. Yeye kwake anaweza ona si kitu, lakini kwako inakusubua. Ama mwingine unamwelezea, anakuwa na yeye anapitia magumu kuliko yako, kwa hivyo atakuignore tu, atakwambia hiyo hata si kitu, mimi nikakuelezea yangu ndio mingi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kwa kulilia ni kwa Mungu, kule hatuwezi puuzwa, ni kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nataka tuone mtu ambao alikuwa na kilio ya ndani sana. Huyu mtu anaitwa in Genesis 27, Genesis 27, nataka tusome from verse 35. 35 tuanze 35. Maandiko inasema ya kwamba, but he said, huyu ni Esau wakati alikuta baba yake ashapeana baraka zake. Maandiko inasema ya kwamba, but he said, your brother came with the deceit and has taken away your blessings. Verse 36. And Esau said, is he not lightly named Jacob? For he has supplanted me these 2 times. He took away my birthright, and now look, he has taken away my blessings. And he said, have you not reserved a blessings for me? Akamuliza baba yake.
Akamuuliza, hakuna baraka yeyote umebakisha kwangu. Verse 37. Verse 37 inasema, then Isaac answered and said to Esau, indeed, I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? Huyo ni mwanadamu, anaweza kosa chochote, atabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Verse 38, and Esau said to his father, have you only one blessing, my father? Bless me also, oh my father. And Esau lifted up his voice and wept. Akalia, akiwa na uchungu mwingi. Aya, verse 39. Then Isaac his father answered and said to him, behold, your dwelling shall be of the fatness of the earth, and of the dew of heaven from above. Verse 40. By your sword you shall live, and you shall serve your brother, and it shall come to pass, when you become a restless, that you shall break his yoke. You shall break his yoke from your neck. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ya mwisho ndio niko na kinayo sana. Ya kwamba akamwambia ya kwamba wakati utachoka, so nimepeana baraka zako, lakini wakati utachoka na hiyo yoke utabreak. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndipo nilikuwa nataka kusema ya kwamba kilio, mtu akilia ya kwamba kuna kitu yake imechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hutalia kama mtu analia tu kama wale watu tunasemanga wa western. Wakati wamekufiwa, huwa wanalia kwa sababu wamelipwa. Nasikianga kuna watu hulipwa wakuje wakae huko wakilia. Sidhani hao watu wanalia kilio imetoka, kilio ya uchungu. Analia kwa sababu kuna kitu anapokea, ama kuna muro. Anajua sasa nikishida hapa nikilia kuna muro. Hivyo nasikianga ya kwamba wanachinja, wanapika huko. So si kilio kama hiyo nasema. Ni kilio ya mtu ambao kuna kitu yako imechukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kuna kitu kinafaa kuwa chako lakini kimechukuliwa. Praise the name of the Lord. Dunia ile tuko nayo haina huruma. Unakuta mtu anachukua kitu yako tu, na dunia imekuwa na uofu mwingi sana. Kwa sababu watu wamejua ku-exchange destiny za watu kupitia ulimwengu wa kiroho. Na unakuta sasa unaishi maisha ambao si wewe unafaa kuishi hiyo maisha. Na wengine wanakosa kuelewa. Wengine hawajui kana kwamba kuna kitu yake imechukuliwa. Lakini unafaa kumlilia Mungu. Ujue hii maisha naishi ndio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Wengine wamechukua, unakuta mtu ndiye anafaa kuwa ameinuliwa. Lakini wengine hata wanaondoa mwenye anafaa kuinuliwa ili achukue nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea, yani sijui nitaweka hii kitu anje. Ya kwamba unafaa kukua
unatafuta Mungu, unalilia Mungu ili ujue, first of all ujue maisha yenye unaishi ndio unafaa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna vile kuna vile umebadilishiwa. Kuna vile umebadilishiwa maisha yenye unaishi sio yenye unafaa kuishi. Nasema hiyo ndio nasema ya kwamba ukijua utalia ukiwa na kilio kinatoka ndani. Kilio ambao si kama hiyo nilikuwa naelezea ya kwamba ni kilio cha machozi ionekane tu imetoka. Ni kilio machozi hata haitoki. Kama hivi ile Ana alikuwa analia. Bwana Yesu asifiwe. Yani kilio ambao kiko na uchungu. Hiyo ndio nasema. Hiyo ndio nataka kuelezea. Kwa sababu umetambua ya kwamba kuna kitu yako imechukuliwa. Na maybe siku hizi kama hivyo nimeelezea, watu wamekuwa waofu, yani uofu imeenda juu sana. Unaweza kuta ni mtu anaweza kukuangalia hivi na ajue destiny ya Mutugi ni kubwa. So akijua destiny ya Mutugi ni kubwa, atakuja na ata-exchange hiyo destiny yako. So utaishi maisha ya kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Unaishi maisha ambao si yako. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilikuwa napewa testimony na mchungaji mwingine. Akaniambia vile aliomba na katoto kamoja kalienda shule. Kalikuwa form 2. Kakiwa form 2 kalikutana na katoto kengine kwa hiyo shule. Katoto ambao kwa familia yao wamekolea kwa mambo ya giza. Wamekolea kwa hizo mambo ya kuamini miungu. Na aka katoto kalikuwa kerefu sana. Kalikuwa kana either kako number 1, number 2, number 3. Hakakuwa kanapita hapo. Kalikuwa kerefu. Na sasa wakati walikuwa, huyu mchungaji akaniambia wakati walikuwa wanafunga, akakaambia haka kengine kakaambia, unaona tukirudi kutoka mfungo, tukikuja hautanishida tena. Lakini unajua watoto ni watoto tu, hakakuelewa na hakakusikanisha. Lakini ni kweli wakati walirudi, aka katoto kalianza kusoga mbele na aka kakaanza kurudi nyuma. Na mwishowe mama yake akakuwa anateseka sana. Kushidwa mtoto wake all of a sudden imefanyika nini? Na akakuwa sasa ameita huyo mchungaji akuje sasa kwa nyumba yao ili amuombe. Sasa juu hata alikuwa amefika kukataa shule. Alikuwa anakuja kumuombea amuulize ni nini hataki shule. Wakati waliingia tu kwa sababu walienda wakiwa wawili. Huyu mwingine akahudumiwa. Akaambiwa destiny ya huyu mtoto ina-exchangewa. Sasa walianza kuomba, katoto kakaanza kumanifest. Na kuongea ni kama ni pepo ilikuwa inaongea ndani yake. Na wakajua ni nini kiliendelea. Na sasa huyo mtoto wakati alitolewa kwa hiyo shule na akapelekwa shule ingine na sasa akaombewa, akaanza sasa kupik tena. So ninataka kusema ya kwamba tunaishi dunia ya kwamba kunahitajika mtu atajua kuna kitu yangu imechukuliwa na aanze kulia akiwa na uchungu. Kulia kwa sababu kuna kitu anafaa kuwa nayo na sasa imechukuliwa. Na sasa tunaona hapa Esau akalia akiwa na uchungu sana. Kujua ya kwamba sasa Jacob amekuchukua kile kinafaa kuwa chake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Niko na uhakika ya kwamba kuna mtu atalilia Mungu akiwa na hiyo uchungu na Mungu hata muigino. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Kuna destiny mingi zinafaa kuwa restored.
Kuna destiny mingi ambao zimeibiwa, zinafaa kurejeshwa. Kuna watu level ile wako si yenye wanafaa kuwa. Na not unless ulie ukiwa na uchungu mbele ya Mungu, na Mungu hata kuignore. Praise the name of the Lord. So Esau tunamuona ya kwamba ni kweli hivyo inaonekana hivyo, hata kama hakuna mahali maandiko imeandikwa. Ni kweli ni kama alililia Mungu, kwa sababu tunaona maisha ya Esau hakuteseka. Lakini Jacob hata kama alibarikiwa aliteseka. Tunaona Jacob mpaka kupata mke aling'ang'ana sana. Uliona wapi mtu akifanyia mke 14 years kazi, yani dawari inalipwa na 14 years? Unaona hata kama alibarikiwa bado mateso ilimfuata. Na siko hapo, niko hapa kusema ya kwamba siku ya leo mtu asikie kuna kitu yangu imechukuliwa, nafaa kulilia. Maisha yenye naishi si yenye nafaa kuishi. Mtu asikie ya kwamba sitakuwa comfortable kwa sababu kuna kitu yangu nafaa kuwa nayo na siko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na usipofika pale utaishi maisha ya kuteseka. Na si vizuri tuishi maisha ya kuteseka. Na Mungu wetu ako na nguvu ya kutukomboa. Mungu wetu ako na nguvu ya kuturejesha. Mungu wetu ako na nguvu ya tukae maisha yenye alipanga tukae. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Our God is so faithful. Tukimuita yeye ni mwaminifu. Tunamuona hata kama Jeremiah alikuwa amefinyiliwa na alikuwa ameteswa, anamwambia niite. Tumi ninaona ya kwamba Jeremiah angekuwa amemuita hata before Mungu amwambie niite. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu already alikuwa kwa shida. Already alikuwa anafinyiliwa. Already alikuwa amesukumwa. Lakini ninaona ili Mungu akuje na amfunulie na amwambie niite, angekuwa anafaa kumuita. Bwana Yesu asifiwe. Na hatuwezi mcheka Jeremiah, kwa sababu hata sisi wakati mwingine tunajipata tuko kwa shida, lakini hatumuiti, hatumulilii. Hatulilii Mungu atukomboe. Hatulilii Mungu aturejeshe hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusome maandiko ingine katika Genesis 48. Verse 19. Hapa ni wakati hii story ni ya wakati Joseph alipeleka watoto wake wakabarikiwe na baba yake Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati aliwapeleka baba yake akafanya kitendo ambao Joseph alikuwa anafikiria ni vile haelewi kienye anafanya. Wakati alienda kuwabariki, alifanya mikono hivi, akacross mikono hivi. Lakini Joseph akafikiria ni vile baba yake haelewi kienye anafanya. Lakini baba yake akamwambia, ninajua kienye ninafanya. Bwana Yesu asifiwe. And verse 19 inasema ya kwamba, but his father refused and said, Joseph alikuja kumwambia, baba kwani unafanya nini? Lakini Jacob akakataa. Akamwambia, but his father refused and said, I know, my son, I know.
Kwa hivyo anajua kienya anafanya ku-exchange blessings. Bwana Yesu asifiwe. He also shall become a people. Unaona? Sasa anabariki wa pili. He also. Bwana Yesu asifiwe. And he also become a great. And truly his younger brother shall be greater than he. And his descendants shall become a multitude of nations. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo nasema ya kwamba kama huku kwetu sijui kabila zingine, lakini kabila yenye nimetoka unakutanga kuna watu wanaitwa Musoki, Karioki, Joki. Hao watu wanakuanga vile nasikianga wanakuanga huyo mtu amerudishwa, amefufuliwa. Yani ni kama alikufa, alizaliwa mara ya kwanza na akakufa. Sasa amerudishwa. So ameitwa Karioki. Ati ameriokio, yani amefufuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ama Musoki amerudishwa. Alikuwa akaenda lakini amerudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na unaweza kuta ya kwamba sasa kama alikuwa wa kwanza, so anahesabiwa kama mzaliwa wa kwanza. Hata kama amerudishwa akiwa wa nne, anahesabiwa kama mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anahesabu ya kwamba huyu tulimfufua sasa na alikuwa wa kwanza. Na baraka zake unakuta kama anapewa kama mzaliwa wa kwanza. So unakuta ya kwamba kuna exchange mingi za destiny, hata za baraka. Bwana Yesu asifiwe. Hata za mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Na so unaweza kuta baraka zako zili-exchangewa from your birth. Kutoka wakati ulizaliwa. We ulikuta kama ume-exchangewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hivyo Jacob alikuwa anafanya. Anabariki watoto wa Joseph na anawabadilishia hatima zao. Bwana Yesu asifiwe. Na Kenya, na sijui kama ni Kenya tu, wacha niseme ulimwenguni umejaa na hiyo mambo sana. Unakuta ya kwamba destiny yako ilibadilishwa kutoka wakati ulizaliwa ama ukiwa mdogo. Wakati hukuelewa mambo, destiny yako ilibadilishwa. Na not unless ukuwe mtu wa kutafuta kwa Mungu na kumulilia Mungu na kumuuliza Mungu, hii maisha ninaishi ndio nafaa kuishi. Praise the name of the Lord. Utaishi maisha ambao si yako. Utaishi maisha ya kufinyirika. Bwana Yesu asifiwe. So na tunaona ya kwamba sioni mahali hao watoto wa Joseph walirudi, sioni huyu mkubwa mahali alirudi kuclaim kile kilibadilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama vile tunaishi tu, wengi hawaclaim destiny zao. Watu wengi hawatambui ya kwamba wanaweza kuclaim kilicho chao. Hawatambui kuna Mungu anaweza rejesha hatima zao. Hawatambui Mungu hata kama ilibadilishwa ukiwa kwa tumbo ya mama yako, Mungu anaweza kukurejesha kwa destiny yako. Mungu anaweza kukurejeshea hatima yako. Kwa sababu Mungu, our God is not limited. And he is the creator of everything. Ni yeye anaweza kukurejeshea kilichoibiwa hata ukiwa kwa tumbo ya mama yako. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na Mungu hawezi kutuignore. Inahitajika tu mtu aelewe, mtu atambue, mtu ajue ya kwamba kuna mmoja nitamulilia na hii jambo litawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord.
Unajua wengine wanazaliwa wakiwa na uwete fulani, lakini ilikuwa ni mpango wa adui kuwafanya wakuwe limited kufika kwa hatima zao. Bwana Yesu asifiwe. Juzi nilisikiza testimony ingine. Pastor mmoja alipata mzaliwa wa kwanza akiwa na ulemavu. Lakini sasa kwa sababu walikuanga na maswali mingi sana mbele ya Mungu wakiwa na mke wake, wakakuwa sasa wanaombea huyo mtoto. Wakati mwingine wanakuwa sasa hata kwenda mission ni shida, kwa sababu hawawezi enda bali, kwa sababu huyu mtoto msichana wa kazi hawezi unless waende mission ya siku moja siku mbili, hawawezi wakaenda mission ya siku mingi. Na baba yake wakati moja akililia Mungu juu ya huyo mtoto, nilikuwa nasikia akasema ya kwamba Mungu alimpea solution kidogo sana. Solution ya sijui alisema siku 21 days. Akamwambia ape huyo mtoto Holy Communion for 21 days. Ulemavu ya kutoka kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wajua kuna wengi wanasema sasa na alizaliwa hivyo tutafanya nini? Hiyo ni matendo ya Mungu. Hajui ya kwamba hii ni destiny iliibiwa na Shetani. Hii ni hatima Shetani alicorrupt before she was born or he was born, ili asifikie kwa destiny yake. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa nasema ya kwamba wakati alimpea, alipokuwa akiendelea kumpea, sasa walipoona siku 2, siku 3, siku 5, akaona haya kuna improvement, akasema mke wake akamwambia situmpe mara 3 per day. Juu alikuwa amepewa for 21 days, hawakuwa ameambiwa utampea mara ngapi. Akasema sasa wacha tumpe mara 3 per day. So walikuwa anampea Holy Communion asubuhi, saa 7 na jioni. Na after 21 days mtoto akaimprove kabisa. Kabisa. Kichwa ilikuwa kubwa, ikarudi ikakuwa normal. Na alikuwa anasema mtoto sasa anasoma kama watoto wengine. Na those days kalikuwa kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. So ningetaka kusema ya kwamba kukuwe na watu hawataridhika. Hawataridhika kwa sababu kutakuwa na hiyo kilio ya kwamba kuna kitu inafaa kuwa yangu na imechukuliwa. Kuna destiny yangu imechukuliwa. Na tukimlilia Mungu hata tuigino. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mungu ako na solution mingi. Solution yenye anaweza kukupea si yenye anaweza nipea. Borake unamulilia na ninamulilia. Mungu hata tuigino. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kutuigino. Ni Mungu mwaminifu. Na yeye hapungukiwi na nguvu. Hakuna chochote kinaweza kumshida. Bwana Yesu asifiwe. Not unless imani yako ikuwe chini. Not unless haumwamini. Mungu haezi kushindwa na jambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona huyu mtu alikuja kwa Yesu. Katika acha tuone hiyo maandiko katika Mark 9 verse katika Mark chapter 9 hiyo verse iko wapi? Verse 24. Verse 24. Mark 9 verse 24 inasema ya kwamba huyu ni yule baba alileta mtoto wake kwa Yesu. Akakuta wanafunzi wake. Na huyu mtoto hii shida yake
ilikuwa ya kutoka kuzaliwa. Wakati alimleta kwa mtoto kwa wanafunzi, alimleta kwa Yesu akakuta wanafunzi wake. So wakamuombea na mambo ikakosa kubadilika. Wakati Yesu alikuja hapa sasa 24 anasema immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Praise the name of the Lord. Hiyo nini ya mwisho, pati ya mwisho ndio nilikuwa nataka kusema ya kwamba help my unbelief. Wakati mwingine tunafaa kuombea hata imani zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mambo ingine tutaangalia na tutasidwa sasa hii nani ya kutoka. Yani hii shida imekolea kwa jamii. Hii shida nilikuta nikizaliwa. Hii shida nilijikuta hivi. Hii shida imekuwa kwetu. Hii shida nimeikuta kwa nchi ikiwa hivyo hivyo. Yani tunafaa kuombea imani yetu. Lord, help my unbelief. Kwa sababu hata mambo ingine unaweza iombea na uone kana kwamba kulingana na imani yako ni kana kwamba hakuna kitu itatendeka. So unafaa katika maombi uombee imani yako. Uombe Mungu ainue imani yako ifikie, kwa sababu hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Limitations ni imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na so huyu baba akamulilia Yesu, akamwambia woi, nisaidie niamini. Bwana Yesu asifiwe. Na immediately Yesu akaombea mtoto na mtoto akapona. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona maandiko inasema ya kwamba hata Yesu hakumuombea mara moja. Alimuombea mara ya kwanza na hiyo pepo ikamfinya zaidi. Lakini Yesu akamwombea mara ya pili na mtoto akawekwa huru kabisa. Bwana Yesu asifiwe. So kama ni jambo kabisa Yesu aliliombea mara mbili. Na unajua Yesu ni Mungu. Je, ni aje hatutaomba imani zetu ziinuliwe? Bwana Yesu asifiwe. Tuombe imani zetu ziinuke. Imani zetu siweze kuleta matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukimulilia Mungu hata tuigino. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona watu wengine walimulilia Mungu na hao watu hata hawakuwa wanajua Mungu. In Exodus chapter 2, Exodus 2 verse 24. Inasema ya kwamba so God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Verse 25. And God looked upon the children of Israel, and God acknowledged them. Bwana Yesu asifiwe. Wacha turudie verse 25 NIV. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno nilikuwa natafuta ni hiyo concerned. Ili Mungu akuwe concerned to your problem. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akifika kushughulika na shida zako, inahitajika mtu atalia. Mtu atalia na si ile kilio ya kujifanya. Hao watu walikuwa wamefinyiliwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ahadi ilikuwa pale. Ahadi ya Mungu alipoahidi, alikuwa ameahidi Abraham, alikuwa ameahidi Isaac, alikuwa ameahidi Jacob. Hizo ahadi zilikuwa. Na hawa ni wana wa Israeli, wana wa Jacob.
Bwana Yesu asifiwe. Ahadi hata zikiwa pale, lazima ilifika wakati walie ili Mungu akuwe concerned. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu akuwe concerned na kile kinawalilisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Nasema ya kwamba Mungu anaweza kuwa ametuahidi ahadi mingi sana. Katika Bible imejaa ahadi za wana wa Mungu. Na ni kweli wewe ni mwana wa Mungu. Hakuna shaka ya kwamba wakati ulimpokea Yesu, wewe ni mwana wa Mungu. Kama umetembea na mwongozo wa Roho wa Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Na ahadi zitakaa pale. Lakini wakati utamlilia Mungu, ndio Mungu atakuwa concerned na kile kinakulilisha. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Tunaishi maisha ya kwamba unakuta kufinywa kunatoka all over. Unafinywa kwako kwa nyumba, unafinywa kazini, unafinywa ukienda kanisani, unafinywa hata kwa makanisa kumejaa msukumo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ama hatujaona hata makanisa inapigana hata vita ya mwili. Bwana Yesu asifiwe. So msukumo inatoka all over. Lakini ni wale tu watainua kilio ya ukweli. Kilio inatoka ndani yao ambao Mungu atakuwa concerned na ashuke kushughulika. Ashughulike na mateso yenye inawafinya. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Wacha tusome neno lingine katika Psalms 18. Psalms 18 verse 6. 18 and verse 6 inasema ya kwamba verse 6. Huyu ni David. In my distress I called upon the Lord and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Huyu alikuwa kwa mateso. Akiwa kwa mateso, akamuita Mungu, akamulilia Mungu. Na kilio yake ikamfikia Mungu. Na hata siku ya leo tukimulilia Mungu, hata ukichukua hatua ya kusema sasa nitamulilia Mungu, nitaachana na Mungu nikijua kama hivi ndivyo aliumba mambo ikae. Bwana Yesu asifiwe. Nitaacha kumlilia Mungu nikijua ni mpango wake. Bwana Yesu asifiwe. Wajua kuna mambo ingine unaweza kuta ni kweli ni mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ile ni mpango wa Mungu, unaweza kumulilia Mungu na Mungu abadilishe mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Mungu anaweza kuwa maybe hatima yako haikuwa inuke, lakini ukimulilia Mungu sana, abadilishe mawazo na ukute ameibadilisha na umeinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Because our God aliumba kila kitu. Yeye ndiye mwenye dunia, ndiye mwenye kila kitu kile tunaona na macho, na akisema ni kubadilisha, hata omba ruhusa kwa mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na so msukumo yangu siku ya leo, wana wa Mungu na watu wa Mungu, ni ya kwamba usiridhike na hiyo hapo adui amekuweka. Usiridhike na hiyo maisha unasikia. Jambo moja ya kujua maisha yenye unaishi si yako, ni kusikia hautosereki. Unasikia inaitwa nini?
kufadhaika. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kila wakati, unajua unaweza kuta mtu ako kwa ile maisha, unaona hii maisha, hii si maisha ya kawaida, lakini unamuona ameridhika tu, ametosereka tu na hiyo maisha. Lakini ukisikia jambo moja ya kujua ya kwamba hauko kwa maisha yako, ni kusikia unafadhaika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hiyo kusikia hapana, lakini hii hapana haifai kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. So badala ya kukaa ukiramenti, siulilie Mungu tu, siuinue kilio kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wana wa Israeli walikuwa wanamulilia Mungu na hawakuwa wanamjua, na je wewe na unamjua? Na je wewe unajua alitoa mwana wake wa pekee juu yako? Wewe ahadi ile uko nayo iko juu kuliko ile wana wa Israeli walikuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo siku ya leo, himizo langu kwetu ni tumuite Mungu, tumulilie na hata tuigino. Ni wapi unaona hapafai kukaa hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Ni kwako nyumbani, ni nini unaona hakifai kukaa hivyo? Ni ile kazi unafanya haifai kuwa hivyo? Inua kilio, na si kilio ya kawaida, kilio ambao si ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona maandiko imesema ya kwamba ati Ana ni midomo tu ilikuwa inatembea peke yake, ni hiyo ni uchungu ambao ilikuwa imezidi. Na hiyo ndio uchungu ya kuitisa ya Mungu afike kuona kilio chetu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Sichukii huwa ninaomba nikitembea, na tunaombanga kwanza, hii church tumezoea hivyo sana kuomba tukitembea. Lakini kuna mahali unaweza fika sababu ya hiyo hiyo pain iko ndani yako. Hata hiyo kutembea unasikia unless sasa uanguke tu miguuni mwa Mungu umulilie, kwa sababu yani hiyo tulisoma katika Psalms 34, yani umebubujika. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Mungu aone kilio yako. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni mwaminifu. Tukimuita hakuna hali zitabaki vile ziko. Tukimuita atabadilisha mambo. Akisikia kilio yetu tu, mambo haita remain kuwa vyenye iko. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Even in our nation, tunataka watu watalia wakiwa serious. Unajua watu wataoni Kenya wairirie kama yao. Wairirie kama ni kitu yani ni jambo ambao limekufinya. Bwana Yesu asifiwe. Tukipata watu kama hao, hata Kenya itakuwa ni nchi ya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hayo machache ninaomba tusimame na for now mwambie Mungu akusaidie. For now mwambie Mungu asaidie imani yako. Yani kuna maandiko inasema ya kwamba Yeremia akamulilia Mungu akamwambia aweke machozi ndani ya macho yake aweze kumulilia. So for now ninaomba ya kwamba Mungu atupee hiyo kilio ya kumulilia na kusaidia imani yetu iinuke. Mungu asaidie imani yetu iweze kumfikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So naomba tusimame tukaweze kuomba kwa dakika kidogo. Naona